Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha ziara yake ya kihistoria nchini Urusi kwa kushiriki matukio muhimu ya kidiplomasia na kitaaluma yaliyoonyesha kuimarika kwa uhusiano kati ya Tanzania na Urusi. Akiwa jijini Moscow Juni 3 mwaka 2026, Rais Samia aliweka shada la maua katika kaburi la askari asiyejulikana maarufu kama Tomb of the Unknown Soldier lililopo karibu na ukuta wa Kremlin kama ishara ya heshima kwa wanajeshi waliopoteza maisha yao wakilitetea taifa la Urusi wakati ya vita kuu ya pili ya dunia. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi na maafisa mbalimbali wa Urusi, ambapo Rais Samia alipata nafasi ya kutoa heshima kwa mashujaa hao kwa niaba ya Watanzania. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya desturi za kidiplomasia zinazofanywa na viongozi wa mataifa mbalimbali wanapotembelea Urusi, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wa waliopigania uhuru na amani duniani. Rais Samia alisema ni heshima kubwa kwake na kwa Tanzania kushiriki tukio hilo la kumbukumbu na kuenzi historia ya mashujaa hao. Katika ziara hiyo, mara baada ya kuweka shada la maua katika kaburi la askari asiyetambulika, Rais Samia alifanya mazungumzo rasmi na Rais Putin kuhusu kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na Urusi katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, uwekezaji, elimu, sayansi na teknolojia, nishati, madini, kilimo, miundombinu na utalii. Pia ameambatana na ujumbe wa wafanyabiashara na wawekezaji kwa lengo la kutafuta fursa mpya za maendeleo na ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. As you said it right, that this is a chance when we have time to discuss the forthcoming development for our countries. But before that, I must thank Russia for the greater contribution which they provided during the African liberation, those 1960s, and we have been working with Russia to date. Mbali na matukio hayo, ilipofika Juni 4 mwaka 2026, Rais Samia alitunukiwa shahada ya udaktari wa heshima honoris causa na People's Friendship University of Russia kwa kutambua mchango wake katika uongozi, diplomasia, maendeleo ya kijamii na juhudi zake za kuimarisha nafasi ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Chuo hicho kilieleza kuwa tuzo hiyo pia inatambua mchango wake katika kuendeleza ushirikiano wa elimu, sayansi na maendeleo kati ya Afrika na Urusi. Akizungumza baada ya kutunukiwa tuzo hiyo, Rais Samia alieleza kuwa heshima hiyo si ya kibinafsi pekee bali ni ya Watanzania wote, akisisitiza umuhimu wa elimu, ushirikiano wa kimataifa na diplomasia katika kuleta maendeleo endelevu. Tuzo hiyo imeongeza orodha ya shahada za heshima ambazo Rais Samia amewahi kutunukiwa na taasisi mbalimbali za elimu duniani kutokana na mchango wake katika uongozi na maendeleo. Whether you come from Russia, Tanzania, Africa, Asia, Latin America, the Middle East or elsewhere, remember this. Education is not only a pathway to personal success, it is also a call to public responsibility. Ilipofika Juni 5 mwaka 2026, yaani jana, Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa mjini St. Petersburg ambapo alishiriki katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la St. Petersburg SPIEF 2026, mmoja kati ya mikutano mikubwa zaidi duniani iliyowakutanisha viongozi wa nchi, wawekezaji, wafanyabiashara na watunga sera kujadili uchumi, biashara na uwekezaji. This meeting has been a useful platform for enriching engagement in such endeavors. We are confident that the outcome of this forum will contribute significantly to promoting greater partnership in trading and investment. Your Excellency, President Putin, permit me once again to reiterate my gratitude to you, Your Excellency,
for the generous invitation to be part of this important engagement. I also look forward to closer and greater economic collaborations between Tanzania and the Russian Federation, as well as other international enterprises who are ready to work with us. Asante sana. Spasiba Bolshoi. Thank you very much. Katika siku hiyo, Rais Samia alikuwa miongoni mwa wageni wakuu wa kimataifa waliohudhuria kikao maalum cha jukwaa hilo pamoja na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo viongozi hao walijadili mwenendo wa uchumi wa dunia, ushirikiano wa kimataifa na fursa za uwekezaji. Rais Samia pia alitoa hotuba iliyojenga kuitangaza Tanzania kama kitovu cha uwekezaji, biashara, utalii barani Afrika. Aidha, Rais Samia alishiriki katika kongamano la biashara la uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi, ambapo aliwahamasisha wawekezaji wa Urusi kuwekeza katika sekta mbalimbali nchini Tanzania, zikiwemo nishati, madini, kilimo, viwanda, miundombinu na teknolojia. Ziara hiyo ilihitimishwa kwa juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Tayari Rais Samia amesharejea nchini Tanzania kwa ajili ya kuendelea na majukumu yake mengine ya kiraisi.